hapo hakukuwa na nafasi nyingi. Kwa hiyo kwa Young Africans kwa mchezo wa pili ambao wanakwenda kucheza, jambo la kwanza wanatakiwa waanze kuboresha kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni timu izuie vizuri, kwa maana kwamba muundo wakati timu itakuwa inazuia. Eneo la pili ni kwenye eneo la kudominate match. Yanga ili waweze kupata matokeo wanahitaji kuweza kutawala mechi, kwa maana kwamba hawataki kuwapa mpira Silver Striker. Kuwapa mpira Silver Striker maana yake wao pia ni miongoni mwa timu ambao zina uwezo wa kupasiana na wakawa wana buy time kwenye kupasiana. Kumbuka ukuwa una mpira unaweza ukakaa na mpira hata sekunde 10. Kwenye sekunde 10 wewe ukija ukiurejesha unatakiwa tena uanze kupanga mashambulizi kwenda kwa mpinzani wako, unaweza kuwa unatumia angalau sekunde 30 kutoka kwenye kuzuia mpira na kwenda kutengeneza shambulizi lako. Kwa kama utakuwa unautupa mpira muda mrefu, maana yake pia inakwenda kukupotezea wewe muda wa kutengeneza hizo nafasi. Kwa jambo la kwanza la Young Africans ni kuzuia vizuri kwenye muundo wao wa kuzuia, wanatakiwa kuweza kuimarika, kwa maana kwamba Silver Striker wakitangulia kupata bao, Yanga atakuwa katika wakati mgumu sana. Kwa jambo la kwanza la Yanga, muundo wao kwenye eneo la kiulinzi unatakiwa kuwa bora, wasiruhusu bao ambao Yanga itabidi waendelee kubaki mchezoni. Eneo la pili, Yanga wanatakiwa waweze kudominate mchezo, kwa maana kwamba uchukue mchezo wamiliki kwa asilimia kubwa. Eneo la tatu, Yanga wanatakiwa wawe bora, anahitaji nafasi nyingi kuweza kufunga. Msimu uliopita Prince Dube kafunga mabao, ndio mchezaji pekee mshambuliaji pekee ambaye alikuwa mhusika kwenye mabao mengi kuliko washambuliaji wote kwenye ligi yetu ambao walikuwepo. Hapo nazungumza Jonathan Soa ambaye aliingia kwenye dirisha dogo. Jonathan Soa tunamzungumza hapa, alikuwa bora kwenye kufunga peke yake, lakini sio kwenye kutengeneza nafasi. Kwa maana kwamba katika michezo 13 ambao Soa alicheza, ambaye huyu ni kielelezo cha washambuliaji bora kwenye ligi yetu kwa msimu uliopita, alifunga mabao 13 tu, hakuwa na assist ya aina yoyote. Lakini ninapomzungumza Prince Dube kwenye msimu uliopita kwenye ligi alifunga mabao 13 kama sio 12, lakini pia alikuwa na assist 7. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mchezaji ambaye licha ya kufunga lakini pia ana uwezo wa kutengeneza nafasi kwa wenzake. Kwa hiyo Young Africans kwenye mchezo ambao wanakwenda kucheza wanahitaji kuwa bora kwenye kutengeneza nafasi, lakini wanahitaji pia kuwa bora kwenye kuzitumia hizo nafasi. Lakini pia faida nyingine ambayo ipo hapa, nadhani Thomas aizungumza japo kwa uchache, kwa kitu kinaitwa honeymoon. Mara baada ya timu yoyote kumfukuza mwalimu, kuna kitu ambacho kinaitwa honeymoon, kwa maana kwamba kila mchezaji anaona sasa nafasi iko wazi ya yeye kuweza kupambania nafasi yake kwenye kikosi. Naamini hicho pia kinaweza kwenda kuibua morali ya wachezaji kuweza kupambana kuanzia kwenye viwanja vya mazoezi mpaka kwenye uwanja wa mechi. Mtu atakapopewa jezi kutaka kuonyesha kwa maana kwamba mwalimu hajakosea kunipa jezi na mimi hii jezi natakiwa niendelee kuivaa. Kwa hiyo binafsi naiona bado nafasi ya Yanga kufuzu kuelekea kwenye hatua ya makundi, lakini wanahitaji kuweza kubadilika kutoka kwenye mchezo wa kwanza waliocheza. Tunapasiana.